السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Leo tena nitaeleza habari za maswahaba walioshiriki katika vita vya Badr. Hazrat Amir bin Rabia ndiye sahaba wa kwanza nitakayemtaja leo. Ukoo wake ulikuwa rafiki wa kabila la Khalid bin Walid. Ndio sababu alikuwa anaitwa Hazrat Amir bin Khattab. Lakini Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam alipokataza kuitwa kwa majina ya watu wasiokuwa baba zao, basi akarekebisha jina lake. Hapo watu wale ambao wanaopata watoto wasio wa kwao, na hawa watoto wanashindwa kujua ya kwamba wazazi wao haswa ni kina nani, na kwenye nyaraka za watoto hao majina ya wazazi wao, kwenye sehemu ya majina ya wazazi wao, majina ya wale wanaowalea yanaandikwa. Hivyo siku zote yatupasa tutende sawa na maamrisho ya dini tukufu ya Kiislamu, ya kwamba tuwaite kwa majina ya baba zao, isipokuwa watoto wale ambao serikali inakataa kutoa majina ya wazazi wa watoto, basi hao wanaweza wakaitwa kwa majina ya watu wanaowalea. Kwa vyovyote vile, huu ndio mwongozo unaopaswa kufuatwa. Hazrat Umar na Hazrat Amir walikuwa marafiki mpaka kifo chao, na Hazrat Amir alijiunga na Uislamu katika siku za mwanzo, na alipojiunga na Uislamu Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa bado hajaingia kwenye Dar Irkam, na Hazrat Amir alihamia Habsha, kisha akahamia Madina pamoja na familia yake, pamoja na mke wake, na mke wake ndiye mwanamke wa kwanza wa Kiislamu aliyehamia Madina.
yeye alifariki katika mwaka 32 wa kihijuria. Hazrat Amir anasimulia ya kwamba Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alimwambia, unapoona jeneza na kama hutaki kushiriki katika jeneza hili, basi inabidi usimame mpaka jeneza lipite. Hazrat Abdullah bin Amir kutoka baba yake Amir anasimulia ya kwamba usiku mmoja aliposimama kwa ajili ya sala, huu ulikuwa ni wakati ambapo watu walikuwa wanafanya maongezi yasiyofaa dhidi ya Hazrat Uthman, yani ulikuwa ni mwanzo wa fitna katika Uislamu, na walikuwa wanatumia lugha chafu dhidi ya Uthman. Na alipopata usingizi, basi katika usingizi akaamshwa ili aweze kuinuka na kusali sala ili Mwenyezi Mungu aweze kumwepusha na fitna hiyo ambayo ilikuwa imeshika mizizi. Baada ya hapo yeye akaumwa na hakutoka katika nyumba yake mpaka kifo chake. Kwa uchache Mwenyezi Mungu akamsaidia kujiepusha na fitna hii kwa namna hii. Hazrat Amir anasimulia ya kwamba ke safari moja kamba ya viatu vya Mtume sallallahu alaihi wasallam ilikatika. Nikamwambia, naomba nirekebishe, nitengeneze kamba ya viatu vyako. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, hapana, hapo nitakuwa ninakupendelea, hivyo mimi siwezi kutenda kitendo hichi. Basi huu ndio mfano wa mtume wetu mtukufu Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Safari moja Hazrat Amir alifikiwa na mgeni ambaye alimhudumia vizuri, na mgeni huyu alikuja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, akamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam ya kwamba wewe umenijalia bonde mmoja ambalo linaweza kufaa kwa muda mrefu, na huyu mgeni alimwambia Hazrat Amir ya kwamba wewe unaweza ukachukua sehemu moja ya bonde hilo, lakini Hazrat Amir alikataa kupokea. Alikuwa na hali alikuwa anamuogopa sana Allah subhanahu wa ta'ala, na hao ndio watu waliokuwa wenye kuitanguliza dini juu ya dunia. Hazrat bin Amir alisema, nilifuata sunna ya Ibrahim, nilikuwa nasubiri ujio wa nabii ambaye ataitwa Ahmad, lakini niliona kama sitampata, na basi alisema ya kwamba mimi ninaamini huyu atakayekuja atakuwa ni nabii wa kweli, na huyu atakuwa nabii atakayetumwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Basi mimi ninawasihi ya kwamba atakapodhihiri mtume huyu, basi mumpokee na mujiunge naye. Na huyu
ataitwa Ahmad na atazaliwa mjini Maka, na watu wake watamfukuza nchini, na huyu atahamia Madina, lakini mwishowe atapata ushindi. Kutokana na hayo yote, msighafilike wala msidanganyike. Mimi nikifuata sunna ya Ibrahim nimejihangaisha kweli kweli ili kupata ukweli na uhakika, na hizo ndizo alama za ujio wa nabii wa kweli. Amir anasema ya kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alipodhihiri, basi nikamjulisha kuhusu Zaid. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, mimi nimemwona katika pepo. Nabii hatakuja, maana yake ni kwamba ni mtume mwenye sheria hatakuja. Muradi wake haswa ni kwamba yeyote atakayekuja atakuja chini ya utume wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hii ndiyo maana tunayoishika na tunayoifuata, na hii ndiyo maana ambayo tunaipata kutoka hadithi na aya za Qur'an tukufu. Mtume sallallahu alaihi wasallam alimfanya Hazrat Amir awe ndugu ya Hazrat Zahid. Haram bin Milhan ndiye sahaba wa pili ambaye nitaeleza habari za maisha yake. Alitokana na kabila la Maansar. Udai bin Najar. Malik bin Khalid ndiye alikuwa baba yake. Mama yake aliitwa Malaika binti Malik. Dada yake moja Sulaim aliolewa na Hazrat Ansari, na dada yake wa pili alikuwa ameolewa na Ubada bin Samit. Yeye alishiriki katika vita vya Badr na Uhud. Hazrat Anas bin Malik anathimulia ya kwamba watu kadhaa walifika mbele ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kusema ya kwamba utupatie watu watakaotufundisha mafundisho ya Kiislam. Basi Mtume sallallahu alaihi wasallam akatuma maswahaba 70 waliojua Qur'an tukufu. Miongoni mwao alikuwa Hiram. Hawa walikuwa wanajifunza masomo ya Kiislamu. Usiku walikuwa wakifanya ibada, mchana walikuwa wakikusanya kuni ili kutafuta maisha na kuridhiki. Hiram bin Milhan ambaye nimekwisha mtaja katika tukio la Be'r Muawana. Kuna hadithi zingine za Bukhari ambazo nataka ni uweke mbele yenu. Hazrat Anas bin Malik anasimulia ya kwamba Hazrat Hiram bin Milhan alichomwa mkuki siku ya Be'r Muawina, akamwaga damu yake usoni mwake na akasema fusto birabbil Kaabati. Hazrat Anas anathimulia ya kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam, watu kadhaa wa makabila fulani walikuja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam na kumwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, tumesilimu na tunaomba msaada kwa ajili ya kuwalea watu wetu. Mtume sallallahu alaihi wasallam akawasaidia kwa maswahaba 70. Hawa watu walikuwa wathomaji wadhuri wa Qur'an tukufu ambao walikuwa wanaisoma sana Qur'an tukufu. Hawa watu walipofika penye Be'r Muawana, basi hawa watu wakawathiliti na kuwaua.
Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa siku 30 na katika baadhi ya hadithi kwa siku 40 aliendelea kuwaombea dua katika swala. Hata Anas anasimulia ya kwamba watu hao walipouawa, Mtume sallallahu alaihi wasallam alifanya maombi kwa unyenyekevu wa hali ya juu. Katika hadithi nyingine inasemekana ya kwamba kisijawahi kumuona Mtume sallallahu alaihi wasallam akiwa na huzuni zaidi kuliko tukio hili. Mtume sallallahu alaihi wasallam katika swala baada ya rukuu, akiwa amesimama wima, aliendelea kuwaombea dua kwa siku 30 au 40. Watu hao walifanya usaliti wa hali ya juu hata baada ya kufanya mkataba na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa na huzuni kubwa sana juu ya mauaji ya wasomaji hao wa Qur'an tukufu. Kuna hadithi nyingine inayosema Jabar bin Salma anathimulia ya kwamba sababu ya kusilimu kwangu ni kwamba mimi nilimpiga mkuki sahaba moja kifuani mwake, lakini nikamsikia akisema fusto birabbil kabate. Hapo nikajiuliza, hapo huyu amefanikiwa vipi? Je, sijamuua? Hapo nikawauliza watu ya kwamba kwa nini ametamka maneno haya ya kwamba fusto birabbil kabate. Hapo wakasema kwamba hawa ni watu ambao wanaamini ya kwamba wakiuawa shahidi wanafudhu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kuna matukio 2 matatu ya masahaba ambao walitamka maneno haya ambao walifanya matakwa ya Allah subhanahu wa ta'ala yawe lengo la maisha yao, na walikuwa wamejiweka mbali na dunia na matamanio yake. Na hao ndio watu ambao Mwenyezi Mungu aliwaambia amewawia radhi. Wakati wa tukio la Beir Muawana, Mtume sallallahu alaihi wasallam alifanya maombi haya: Allah, watu hawa walifanya maombi wakati wa Beir Muawana ya kwamba Allah umjulishe mtume wake habari za mauaji yetu. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam alipopewa taarifa hii ya kwamba masahaba zako wameuawa shahidi na kuungana na Allah subhanahu wa ta'ala, Hazrat Mirza Bashir Masahib akieleza tukio la Beir Muawana anasema ya kwamba tukio hili linaonyesha uadui na husda na bughdha ya makabila ya Kiarabu waliokuwa nayo mioyoni mwao dhidi ya dini tukufu ya Kiislamu, na kutokana na uadui wao hawakusita kutumia udanganifu na uongo. Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba zake, kutokana na tabia zao nzuri na kutokana na tabia yao ya kuzani vizuri, walikuwa wanakamatwa na mtego wao. Hawa watu waliitwa kwa ajili ya kuwafundishwa dini, lakini walipofika kwao hawa wadhalimu wakawaua masahaba hawa wa Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa njia ya kikatili. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipata huzuni kubwa sana, alipata thimanzi na maumivu makubwa sana.
Mtume sallallahu alaihi wasallam baada ya kupata habari ya mauaji ya maswahaba hawa alilia machozi katika sala yake, akiwa ombea dua mbaya makabila haya, Mola wangu uturehemu na uzuie mikono ya maadui wa dini wanaotaka kuiangamiza dini yako, wanaomwaga damu ya watu wasiokuwa na hatia. Kwa hiyo ili kuzuia mikono ya maadui kuna haja ya kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala msaada wake. Mwenyezi Mungu ndiye atakayewakamata na ndiye atakayetusaidia pia dhidi ya wapinzani wetu na maadui zetu. Hazrat Saad bin Khawla Saad bin Khawla alikuwa miongoni mwa Waislamu wa siku za mwanzo na alikuwa miongoni mwa watu waliohamia Habsha. Hazrat Saad bin Khawla alipohama Maka na kuhamia Madina, Ibn Ishaq na wanahistoria wengine wamemtaja. Aliposhiriki vita vya Badr alikuwa na umri wa miaka 25. Alishiriki katika vita vya Khandaq na wakati wa mkataba wa Hudaybiyah. Alifariki katika mwaka wa Hijjatul Wida. Mtoto wake alizaliwa baada ya kufariki kwake. Baada ya muda kidogo kufariki, Mtume sallallahu alaihi wasallam akamruhusu mkewe ya kwamba unaweza ukaolewa na yeyote umpendaye. Kisha kuna sahaba mwingine Abul Haysam, Hazrat Abul Haysam. Abul Haysam bin Tahiyan, jina lake sahihi lilikuwa ni Malik. Mama yake Laila binti Atiq alitokana na kabila Adi. Wahadisina wengi wanasema ya kwamba alitokana na tawi moja la kabila Aus. Hazrat Abu al-Haysam katika alikuwa anachukia kufanya ibada ya mathanamu hata kabla ya ujio wa Islam, na alikuwa ana mtazamo wa umoja tangu utoto wake. Hazrat Muislamu mmoja alipohama kutoka Maka na kuhamia Madina na kuenezwa habari za Uislamu, basi Hazrat Abu al-Haysam aliyokuwa akitafuta dini ya ukweli mara moja akampokea na kukubali dini tukufu ya Kiislam. Basi akahamia Maka na kujiunga na Uislamu. Hazrat Mirza Bashir Masahib akimtaja katika kitabu Sirat Khatam Nabiyin, anasema ya kwamba huyu alikutana na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika bonde fulani na kumpa habari za Madina, na bayati yake ilikuwa ni msingi imara wa dini tukufu ya Kiislamu katika Madina. Yani sisi tunamuamini Mwenyezi Mungu kuwa mmoja, hatutamshirikisha na chochote, hatutafanya dhinaa, hatutafanya mauaji, hatutamsingizia, na tutakutii katika
kitendo kizuri. Baada ya kuchukua bayat hii, Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema, kama mtashika ahadi hii kwa uimara mtaingia peponi, lakini mkionyesha udhaifu, bila shaka Mwenyezi Mungu ndiye atakayewatendea apendavyo. Bayati hii aliyoichukua kwa mkono wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam huitwa kwa bayati Uqba Ula. Akba maana yake ni njia ya mlimani iliyoinuka. Alikuwa miongoni mwa watu 6 wa kabila lake waliokwenda Maka kwa ajili ya kufanya bayat na kurudi Madina na kueneza ujumbe wake. Kuna simulizi linalosema ya kwamba yeye ndiye mtu wa kwanza kutoka Madina aliyekwenda Maka kufanya bayat kwa mkono wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na wahadithina wote wanakubaliana ya kwamba wakati wa bayat Uqba Thania, Mtume sallallahu alaihi wasallam alipopanga viongozi 12 na yeye pia alikuwa miongoni mwa viongozi hawa, yani alikuwa na sifa ya kuongoza, na hawa viongozi ambao walikuwa ni kama wakuu ambao wanaweza kuwaongoza watu wengine. Kuna hadithi nyingine inayosema ya kwamba safari moja Abu al-Hasan alisema, ewe mjumbe wa Allah sallallahu alaihi wasallam, sisi tuna mikataba mingine na makabila mengine. Sasa sisi tutakapoingia katika Uislamu, sasa jinsi utakavyotuamuru kutenda kuhusiana na mikataba hii ndivyo tutakavyofanya. Lakini ningependa ni kuombe ya kwamba sasa tumeungana na wewe, na Mwenyezi Mungu atakapokusaidia na atakapokujalia ushindi, basi na kuomba usituache na kurudia kaumu yako. Hapo Mtume sallallahu alaihi wasallam akatabasamu na akasema ya kwamba damu yako ni damu yangu, mimi natokana na wewe, na atakaye pigana nawe atapigana nami, na atakaye kuwa radhi nawe basi ataniuia radhi mimi. Hazrat Jabir bin Abdullah anasimulia ya kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alienda kwa Ansari moja, yani mtu Muislamu wa Madina, na Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa na sahaba wake mmoja. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, je, kama una maji ya kunywa basi utusaidie. Huyu mtu alikuwa anamwagilia maji bustanini. Hapo huyu mtu akasema ya kwamba, ewe mjumbe wa Allah, ninayo maji ya kutosha, basi naomba mje pamoja nami. Basi huyu akamkaribisha nyumbani kwake, na kisha akamjalia Mtume sallallahu alaihi wasallam, akampatia Mtume sallallahu alaihi wasallam madhiwa ya mbuzi ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam akanywa mwenyewe pamoja na sahaba wake. Inathimuliwa ya kwamba Abu al-Hasan alimwandalia Mtume sallallahu alaihi wasallam chakula na kumkaribisha kwenye chakula pamoja na masahaba zake. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipomaliza kula, Mtume sallallahu alaihi wasallam akawaambia masahaba ya kwamba wampe malipo yake. Hapo masahaba wakauliza, tumpe malipo gani ewe mjumbe wa Allah? Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema kwamba mmoja wenu anapofika katika nyumba ya mwenzake na kunywa maji au kula chakula, basi inabidi amfanyie maombi ya kwamba Mwenyezi Mungu amlipe malipo mema. Safari moja Hazrat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu alimjia Mtume sallallahu alaihi wasallam
kwenye wakati usiokuwa wa kawaida. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamuuliza, ni kitu gani kilichokuleta swahizi? Hapo Hazrat Abubakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu akasema ya kwamba mimi nimekuja kumsalia mtume wa Allah na kumuona uso wake. Hapo Hazrat Umar pia akaja, Mtume sallallahu alaihi wasallam akamuuliza, ni kitu gani kilichokuleta? Hapo yeye akasema kwamba ni njaa ndiyo iliyonileta. Mtume sallallahu alaihi wasallam naye akasema kwamba hata mimi pia nimeshikwa na njaa. Basi wote wakainuka na kwenda kwa sahaba mmoja ambaye alikuwa na mbuzi wengi, na Mtume sallallahu alaihi wasallam akamkuta hayupo nyumbani. Basi akamuuliza mkewe ya kwamba mumeo yuko hapo, naye akasema ya kwamba ameendea maji. Muda si mrefu sahaba huyu akarudi, na alipomuona Mtume sallallahu alaihi wasallam akajawa na furaha na akamkumbatia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa furaha kubwa sana. Basi Hazrat Abu al-Haysam aka pamoja na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na masahaba wengine akawachukua na kuwapeleka kwenye bustani yake na kuwakalisha kwenye sehemu nzuri na kuwahudumia vizuri. Na Abu al-Haysam akamletea Mtume sallallahu alaihi wasallam tende. Mtume sallallahu alaihi wasallam, Hazrat Abu Bakar na Hazrat Umar wakazila tende na kunywa maji. Baada ya hapo Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, hizo ni neema ambazo wallahi mtaulizwa siku ya Kiyama. Baada ya hapo Hazrat Abu al-Haysam akainuka ili aweze kupika chakula. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia kwamba usimchinje mbuzi mwenye kuzaa. Hapo Abu al-Haysam akamchinja mbuzi asiyezaa na kumuandalia Mtume sallallahu alaihi wasallam chakula. Na Abu al-Haysam akawahudumia vizuri sawa na uwezo wake. Mtume sallallahu alaihi wasallam baada ya hapo, Mtume sallallahu alaihi wasallam alipoletewa watumwa, Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia Abu al-Haysam ya kwamba unaweza kumchagua mtumwa mmoja kati ya hawa wawili, kati ya hawa wawili. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia anayeombwa ushauri awe mwaminifu. Basi Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia Abu al-Haysam ya kwamba umchukue huyu mtumwa huyu au mtumishi huyu, kwa sababu nimemuona akifanya ibada ya Mwenyezi Mungu, nimemuona akiwa na hofu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia umtendee vizuri. Baada ya hapo Abu al-Haysam akarudi kwa mkewe na kumjulisha kuhusu nasaha ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na mkewe akamwambia, wewe hutaweza kutenda sawasawa na yale aliyoyasema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sasa mkewe anamwambia mumewe ya kwamba utaweza kutenda haki kama utamwachia huru mtumwa huyu, kwa sababu hutaweza kumtendea haki. Basi Abu al-Haysam akamwachia huru. Hii ndiyo shani aliyokuwa nayo Abu al-Haysam. Abu al-Haysam alishiriki katika vita vingine kadhaa ambavyo Mtume sallallahu alaihi wasallam alipigana. Wakati wa Khaybar, Mtume sallallahu alaihi wasallam alimtuma Abu al-Haysam ili aweze kwenda kuchunguza bustani za tende.
Abu Bakar radhiallahu ta'ala anhu alipotaka kumtuma kwa ajili ya kuchunguza bustani ya tende, akakataa. Abu Bakar akamuuliza, kwa nini umekataa wakati Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokuwa anakutuma ulikuwa ukienda kwa furaha? Hapo Hazrat Abu al-Haytham akasema ya kwamba nilipokuwa narudi baada ya kuchunguza na kupanga bustani za tende, Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa ananiombea dua, so nilikuwa nikienda kwa ajili ya kupata baraka za maombi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So, lakini isichukuliwe ya kwamba Hazrat Abu al-Haytham alikuwa ni mtu mwenye kukataa amri ya viongozi wake. Hapana, huyu alipata hisia tu za mapenzi kwa ajili ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lakini hawa ni watu ambao walikuwa na utii wa hali ya juu, ya kwamba na Hazrat Abubakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu hakumshurutisha, hakumlazimisha kwenda kupima au kuchunguza bustani ya tende. Hazrat Umar radhiyallahu ta'ala anhu alimtuma Hazrat Abul Hatham Zaid bin Thabit na sahaba mwingine kwa ajili ya kupanga bei ya ardhi ya Mayahudi, na Hazrat Umar akawapatia bei sawa na makadirio yao yaliyokuwa 50,000 dirham 50,000. Hapo hebu angalieni ya kwamba walichukua kila hatua ili kutenda haki hata kwa watu wasio kwa Waislamu. Hazrat Abul Hatham anathimulia ya kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema, athemaye assalamu alaikum hupata thawabu 10, athemaye assalamu alaikum wa rahmatullahi hupata thawabu 20, na anayesema assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu hupata thawabu 30. Kuna maoni mbalimbali kuhusu kifo chake. Wengine wanasema alifariki katika zama za Umar Faruk, wengine wanasema kwamba alifariki katika mwaka wa 21 wa Kihijuria, wengine wanasema alifariki katika vita vya Siffin. Hawa ni maswahaba ambao wametuwekea mifano ya hali ya juu. Mwenyezi Mungu awarehemu na kuendelea kunyanyua madaraja yao. Baada ya sala inshallah nitaongoza sala 2 za jeneza. Sahibzada Mirza Majid Ahmad Saheb ambaye alikuwa ni mtoto wa Sahibzada Mirza Bashir Ahmad Saheb amefariki dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Alifanyiwa upasuaji wa moyo nchini Marekani, lakini baada ya upasuaji huo hakuweza kupata afya nzuri. 1924 alizaliwa katika kijiji cha Kadian. Alipata masomo yake ya awali katika Kadian. 1949 alipata shahada ya PhD. Alipofuzu katika masomo yake, watu walituma pongezi nyingi kwa Hazrat Mirza Bashir Ahmad Saheb. Hapo Hazrat Mirza Bashir Ahmad Saheb akasema ya kwamba kutokana na ujumbe wa pongezi za wanajamati, watu hupata moyo na furaha. Yeye pia alisema ya kwamba watu pamoja na kutuma ujumbe wa pongezi
na furaha wanatakiwa wamuombee dua ya kwamba Mwenyezi Mungu aweze kumfanikisha katika masomo yake ya kidini pia, maana masomo ya kidini ndiyo lengo la maisha yetu. 1949 aliingia katika Jamiatul Mubashirin na 1954 akahitimu masomo yake katika Jamiatul Mubashirin. Sahibzadi Qudsia alifunga ndoa yake na Sahibzadi Qudusia sahiba. Alikuwa na watoto, binti yake na kuna mtoto wake Mirza Mahmud Ahmad Saheb. Mirza alikuwa na mtoto wake mmoja aitwaye Mirza Ghulam Qadir Shahid. Alikuwa na binti yake mwingine aitwaye Faiza Ahmad Sahiba aliyejitoa wakfu maisha yake. Alihitimu masomo yake katika Jamiatul Mubashirin. Alipelekwa Ghana, nchini Ghana, kama mwalimu mkuu wa shule ya Jumuiya ya Waislamu Ahmadiyya. Kisha akarudi nchini Pakistan. Alikuwa naib nadhir Taalim na khalifa mtukufu wa tatu. Aliongozana na khalifa mtukufu wa tatu kwenye ziara yake ya Uingereza akiwa private sector katibu wake. Mwanae anasema ya kwamba yeye alitafsiri Siratul Mahdi kwa lugha ya Kiingereza. Alikuwa na tabia ya kusoma sana vitabu mbalimbali. Hata mimi mwenyewe nimewahi kumwona akisoma, akipenda kusoma sana vitabu. Amtu Nasir Sahiba anaandika ya kwamba alikuwa mwenye kupenda sana, mpole, mkarimu. Sifa yake kubwa ilikuwa ni kwamba alikuwa anawapenda watu wote, watoto kwa wakubwa, wote alikuwa anawatendea kwa upole na upendo. Alionyesha subira ya hali ya juu wakati wa mauaji ya mwanae, na baada ya kifo cha Qadir Shahid Saheb alikuwa anawaangalia vizuri watoto wake. Hakuwa na tabia ya hasira, na alikuwa mwenye kukuza uhusiano wake na watu mbalimbali. Alikuwa anawasaidia maskini na mafukara. Alikuwa mtu mwenye msimamo, na alikuwa mwenye
mwenye kutoa mapendekezo yake na maoni yake. Mwenyezi Mungu amrehemu na amnyanyue daraja lake na awajalie watoto wake waendelezwe mema yake na waendelee kuwa na uhusiano imara na ukhalifa wa Jumuiya ya Waislamu Muhammadia. Mukarrama Sayyida Nasir Sahiba. Jenezo la pili ni la Sayyida Nasir Sahiba. Mnamo 27 mwezi wa Julai amefariki dunia. Alikuwa mtoto wa Kazi Din Muhammad Sahib. Baada ya kugawanika kwa India, walihama India na kuhamia Pakistan. Alikuwa rais wa lajna kwa miaka 18. Alikuwa mwenye kuwatendea vizuri watu wa kawaida. Alikuwa mwenye kuwasaidia watu maskini. Alikuwa mwanamke muaminifu mwenye kuisoma sana Qur'ani tukufu, na alikuwa mwenye kusuluhisha baina ya watu. Alijitahidi sana kuwafundisha watoto Qur'ani tukufu. Mtoto wake moja ni mbashiri huku nchini Mali. Alipopangiwa kituo, wakati huo ugonjwa wa Ebola ulikuwa umelipuka nchini Mali. Hapo mtu mmoja alimwambia kwamba usimtume mtoto wako katika nchi ya Mali. Hapo mara moja akamjibu ya kwamba nimewatoa watoto wangu wote wawili katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala, na baada ya kuwatoa wakfu katika njia ya Allah ni mali ya Allah subhanahu wa ta'ala, na mimi sijali ya kwamba Mwenyezi Mungu anawatendea vipi, lakini mimi ninaona fahari juu ya jambo hili ya kwamba Mwenyezi Mungu amewajalia wanangu kuitumikia dini tukufu ya Kiislamu, na mimi nimewathihi watoto wangu ya kwamba daima muitumikie jumuiya kwa uaminifu wa hali ya juu. Mtoto wake anaishi yuko Mali, hakuweza kushiriki jeneza lake. Mwenyezi Mungu amthuburishe, amjalie subira na awajalie wafiwa wote subira na nguvu. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.